Karibu katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nataka kuzungumza nawe usiku wa manane kwa habari ya somo letu linaloendelea kwa habari ya malango ya kichawi au vita vya kichawi katika ulimwengu wa kiroho. Leo tumekuwa na masomo mengi na bado tuna masomo mengi, kwa hiyo tunaenda haraka sana kwa sababu ya muda wetu ni mchache. Tuna vitu vingi hata kujifunza. Siku ya leo nitazungumza kwa habari ya minyororo ya giza ambayo wachawi wanakuwa nayo katika ulimwengu wa kiroho, na tutaanza kuangalia minyororo ya giza ambayo wachawi wanakuwa nayo katika ulimwengu wa roho, lakini pia tutajifunza kwa habari ya magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho. Acha tuanze kwanza na magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, nakupa shukurani, sema asante kwa sababu ya kuingia kwenye channel yetu pendwa na kujifunza pamoja nasi na kuwa pamoja nasi kujifunza, na ili upate vipindi vyetu vijavyo, vipindi vyetu tunavyoviandaa kwa wakati na kwa muda mwafaka kupitia simu yako, kupitia PC yako. Unaweza ukasubscribe channel hii, ukaangalia hapo kwenye screen yako kwenye video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Ukibonyeza hiyo subscribe, tayari moja kwa moja utapata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Pia unaweza kuweka maoni yako hapo chini, ukaachilia comment yako, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Share, like. Mungu akubariki sana. Siku ya leo usiku wa leo nitaanza kufundisha kwa habari ya magereza ya kiroho, magereza ya kichawi. Kama unavyoona katika ulimwengu wa mwili, kuna magereza ambayo yanakuwepo katika ulimwengu wa mwili, ambao magereza kazi yake yako magereza mengi, ambao kuna gereza la wilaya, kuna gereza la mkoa, kuna magereza mbalimbali, ambapo leo nafundisha magereza haya. Kazi yake kubwa ni kutunza wahalifu waliotenda uovu, waliotenda ua watu, walioiba, waliofanya makosa mbalimbali. Baada ya mahakama kuchukua hatua, mwisho wake huwa wanapelekwa gerezani, na baada ya kuwekwa gerezani wanatumikia vifungo vyao katika ulimwengu wa roho wa mwili. Katika ulimwengu wa mwili ndivyo ilivyo. Katika ulimwengu wa roho pia kuna magereza tofauti. Katika ulimwengu wa roho pia kuna magereza, na tofauti ya magereza ya kimwili na kiroho. Tofauti ya magereza ya kimwili yanaonekana kwa macho ya damu na nyama. Magereza ya kiroho hayaonekani kwa macho ya damu na nyama. Magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho hayaonekani kwa macho ya damu na nyama. Kuna watu wanaangalia video hii, ni mmoja wapo wa watu ni mashahidi. Ushawahi kuota watu unajaribu kutoka eneo lina watu wengi, unajaribu kutoka unashindwa, unajaribu kupambana kutoka katika eneo limejaa watu wengi na kuna walinzi kabisa, unajaribu kutoka uwezi. Unaona uko chini, sengine unaota umefungwa, sengine unaota uko kwenye vyumba, umewekwa kwenye chumba, sengine unaota uko kwenye chumba kina giza zito,
katika ulimwengu wa roho. Kumbuka ninaongelea katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa mwili. Haya yanakuwa ni hayo magereza ya giza katika ulimwengu wa kiroho. Haya yanakuwa ni hayo magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho, na Biblia inatambua magereza haya katika ulimwengu wa roho, na kuna aina mbili za magereza kichawi. Tutajifunza hapo mbele. Kuna aina mbili za magereza ya kichawi, na haya magereza yamegawanyika katika maeneo makuu matatu. Magereza ya kichawi yamegawanyika katika maeneo makuu matatu. Tutaanza kama ifuatavyo. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 42. Isaya sura 42. Tutaanza kufunua maandiko hapo usiku wa leo, na Mungu ni mwaminifu kabisa. Isaya sura 42. Isaya sura 42. Tutaanza hapo kufunua maandiko na mstari wa 21 mpaka 22. Hapa anasema tuanzie 21. Anasema 22. Anasema Isaya 42 mstari wa 22. Nafundisha kwa habari ya magereza ya giza katika ulimwengu wa roho. Maandiko anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, mateka, wala hapana asemaye rudisha. Isaya 42 mstari wa 22. Asema lakini watu hawa, alafu anasema wamekuwa mateka, alafu anasema wote wamenaswa katika mashimo. Neno mashimo, hapo Biblia inapozungumza kwa habari ya neno mashimo, ni kuzimu. Mashimo ya kuzimu ni kuzimu, inazungumza moja kwa moja ni kuzimu. Kwa anasema watu hawa walioibiwa, waliofichwa, alafu anasema waliowekwa kwenye magereza ya kiroho. Kwa tunaona magereza yanayozungumziwa hapa sio yale ya Kisongo Arusha. Magereza yanayozungumziwa sio gereza la Wami, sio gereza la Kakamega Kenya, sio gereza la Guantama, sio gereza la Butimba au Segerea Dar es Salaam. Ni gereza la kiroho, magereza ya kiroho ya kichawi. Sasa wanapokushambulia, baada ya kukushambulia, kukufuatilia, wakakuweza sasa, maana yake wamefunga roho ya maombi, huwezi omba. Maana yake wamefunga roho ya kukesha, huwezi kesha. Maana yake wamefunga roho ibada, huwezi fanya ibada. Wanapokushika sasa mateka, ili uwe chini ya himaya yao, wanakuweka kwenye magereza katika ulimwengu wa roho. Na kinachowekwa kwenye magereza sio mwili. Gereza la kimwili linahusiana na mwili wako, wanafunga mwili. Ndio maana mtu anaweza kawa amefungwa yuko gerezani lakini bado anaroga. Mtu amefungwa yuko gerezani bado anaweza kuomba vizuri, kwa sababu kinachofungwa ni mwili, sio roho. Sasa gereza la kimwili linahusishwa na mwili wako. Unafungwa mwili usiweze kutembea, unafungwa mwili usiweze kufanya kazi, unafungwa mwili usiweze kufanya vitu. Gereza la kimwili huwa linahusishwa na mwili wako. Lakini magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho huwa yanahusishwa na nafsi yako. Kinachofungwa kwako ni nafsi. Katika ulimwengu wa roho, yule mtu wako wa rohoni. Kumbuka mtu ana sehemu kuu mbili, ana sehemu ya mwili, lakini mtu pia ana sehemu ya nafsi. Uumbaji wa kimungu ni sehemu kuu mbili. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari 26, Bwana Mungu akamuumba mtu. Baada ya Mungu kumuumba mtu,
akampulizia pumzi ya uhai, akamuumba mtu kwa mfano wake, mwanamke na mwanaume. Lakini Mwanzo hiyo hiyo sura ya 2 mstari wa 7, Mungu anaumba mwili wa mwanadamu. Maana yake kuna uumbaji wa aina mbili. Kwa hiyo magereza ya kimwili yanahusishwa na mwili, kufunga mwili wako. Magereza ya kiroho yanahusishwa kufunga yule mtu wako wa rohoni, ambao ni nafsi yako, katika ulimwengu wa kiroho. Sasa haya magereza kichawi yanakuwa ni katika ulimwengu wa roho. Kuna walinzi kabisa, yani wanajenga ngome kubwa, ndani kule kuna vyumba vya kutesa watu, alafu wakikamata watoto wanaweka mle ndani, wakikamata wamama wanaweka mle ndani, wakikamata ulimwengu wa roho wachawi wa baba wanaweka mle ndani. Kwa ukiingia unakuta watu wamejaa katika ulimwengu wa roho, lakini watu hao sasa wanakuwa chini ya himaya ya yale magereza ya kichawi katika ulimwengu wa roho, na wanapowaweka hao watu chini ya himaya ile, kinachofanyika katika ulimwengu wa roho, wanawatumikisha. Na kuna walinzi, kuna mageti ya kiroho. Yaani kama unavyoona ulimwengu wa mwili, ndivyo ulimwengu wa roho, falme za wachawi zinavyotesa watu. Sasa wakikuweka kule kwenye magereza yao ya kichawi katika ulimwengu wa roho, kinachofanyika ni kitu kimoja. Katika ulimwengu wa mwili huwa hawakuachi salama. Katika ulimwengu wa mwili huwa hawakuachi salama. Wanaweza ili uendelee kutumika kwenye magereza yao, katika ulimwengu wa mwili hawakuachi salama. Wanaweza kutumia tu roho ya uzinzi. Ndio maana ukishashika nafsi yako wakaiweka kwenye magereza, ulimwengu wa mwili, mtu aweza akawa kama alivyokuwa mwanzo. Ndio maana kuna watu wanajiuliza, mbona siko kama mwanzo? Mbona maisha yangu hayako kama mwanzo? Mbona mwanzo nilikuwa sifanyi uzinzi hivi? Mbona mwanzo nilikuwa sinywi pombe hivi? Mbona mwanzo? Kwa hiyo wakikushika magereza kichawi, nimekuambia yako maeneo matatu. Eneo la kwanza ni mtu, wanashika mtu wanamweka gerezani. Wakishamweka gerezani, ulimwengu wa mwili sasa, nafsi yake ile imewekwa gerezani. Ulimwengu wa mwili wanakupiga tukio. Unaweza ukawekwa kwao tu mgonjwa kila mara, presha tu, kisukari, lazima kupige tukio ili watu waendelee kukuona wewe waajabu. Ulimwengu wa mwili wa roho anaendelea kukutumia. Mwingine anafanywa tu kukataliwa tu ulimwengu wa mwili. Mwingine anakupa tu tabia ambayo unakuwa tu mlevi wa kupindukia, unakuwa tu mlevi, kumbe kule ulimwengu wa roho amekuweka kwenye magereza yao. Mwingine anakupa tu roho ya wizi. Unasikia tu mtu anakuwa mwizi tu ghafla, na ni mtu ambaye alikuwa hawezi kuwa mwizi, anakuwa mwizi. Unafika kipindi tu mtu anakuwa anaiba tu vitu, wanakuweka kwenye magereza yao katika ulimwengu wa kiroho. Mwingine anakuwa tu na tabia ya ukorofi. Katika ulimwengu wa roho wanapokuweka kwenye magereza yao, hawakuachi ukiwa salama. Mwingine tu anakuwa tu na tabia tu ya ukorofi, kugombana, kushambuliana. Wanakuwa wamekuweka kwenye magereza yao katika ulimwengu wa kiroho. Kwa kinachokushangaza, ulimwengu wa mwili utaona mtu ana tabia ya ajabu. Mbona mtu amebadilika? Alikuwa anapenda familia, mbona amebadilika? Kumbe tayari nafsi yake ulimwengu wa roho ameshaishika. Sasa hilo ni gereza la kwanza la wachawi, wanaweka watu katika ulimwengu wa roho. Na haya magereza ni mengi. Unashangaa mtoto alikuwa tu na akili vizuri darasani, baada anapomkamata katika ulimwengu wa roho wakamweka kwenye ile gereza, mtoto anakuwa hana akili. Utashangaa mtoto alikuwa anafanya vizuri darasani,
anapenda masomo. Wanapomshika tu wakamweka kwenye ile magereza, mtoto hataki tena shule. Mtoto akisoma haelewi tena. Unashangaa baba alikuwa anapenda familia, lakini bado wanapomshika kwenye magereza, wakamweka kwenye magereza, apendi tena familia. Wamemweka kwenye magereza katika ulimwengu wa kiroho. Wamemshika kwenye magereza katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ili uvunje magereza haya, kila eneo kuna magereza yao ya kichawi. Kuna gereza la mtaa la kichawi, kuna gereza la wilaya la kichawi, kuna gereza la mkoa la kichawi, kuna gereza la nchi la kichawi. Sasa ili uweze kupambana vita, kuweza kuangusha magereza yao, kwa hiyo yanakuwa yanafunga watu, mabinti, roho za uzinzi, roho za uasharati, roho za uharibifu. Nakuta binti anapevuka, anafanya vitu vya ajabu, asikilizi wazazi. Kwa unabaki unapambana na huyu mtu, wewe, kumbe mwili ni wa kwake, lakini nafsi yake imefungwa katika ulimwengu wa roho. Angalia Marko sura ya 5, kitabu cha Luka sura ya 5. Utaona hapa katika hii kitabu, utaona kwamba wakisha kuweka kwenye magereza, wewe unakuwa tena usikii, unakuwa mtu asikii, mkimshauri asikii, ukimwangalia mtu asikii. Kitabu cha Marko sura ya 5, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi. Marko sura ya 5 mstari wa 1. Wakafika ng'ambo ya bahari ya nchi, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Gerasi. Walipokwisha kushuka chomboni, mara walikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo wachafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikatakata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu. Hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Huyu jamaa aliwekwa kwenye magereza kiroho. Ndugu zake wakati wapo, alianza kama anaugua hivi, wakaanza kumtibu, mwisho akazidiwa, mwisho akashindikana. Hatimaye wakamchukua wakampeleka hospitalini, ikashindikana. Hatimaye wakamchukua wakaanza kumfunga kwa minyororo, kamba, akakata kamba, wakamfunga kwa minyororo, akakata minyororo. Watu wengi baada ya kukata minyororo, Biblia inasema makao yake yalikuwa pale makaburini. Akaenda makaburini, anapiga kelele usiku kucha, anatamka usiku kucha, lakini hawakujua kwamba mtu huyu aliwekwa chini ya magereza kichawi. Wao walikuwa wanahangaika na mwili, lakini nafsi yake iko kwenye magereza kichawi, inaendeshwa. Kwa hiyo walichokifanya, wakichukua nafsi ya mtu wakimfunga kwenye magereza, ulimwengu wa mwili, wanachokifanya wanakupa tukio. Mtu anaweza akawa tu mlevi, mtu anaweza tu akawa tu hajielewi, anakunywa pombe mpaka anajinyea, haelewi, haangalii familia, hajijali, hajisamini. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, huyo mtu nafsi yake imefungwa. Kwenye ulimwengu wa roho, huyo mtu nafsi yake imeshikiliwa mateka. Kwa nini nachotaka kufundisha leo, kwa wewe muombaji, unapoingia kuomba, tambua kwamba yako magereza kichawi. Kwa unapoanza kupiga, unaanza kutumia jiwe kuu la pembeni ambaye ni Yesu Kristo. Unakamata magereza yao, unayabomoa kwa jiwe kuu la pembeni. Maana kuna magereza hapa pia yapo ya ukoo, ambao nitafundisha magereza ya ukoo. Nashangaa kwenye ukoo wa ufanikiwa, kwenye gereza wanawekwa kwamba namweka gereza la ukoo la kutokufanikiwa.
familia yote hii hautafanikiwa. Kuna magereza ya kichawi ambayo yanafunga ukoo mzima. Kuna magereza ya kichawi ambayo anafunga familia yote, familia moja haiwezi kufunga ukoo, lakini ni familia, kwamba mwanamke na mwanaume na watoto hawatafanikiwa. Kwa ulimwengu wa roho na mambo ya ajabu sana. Kwa unapoingia kwenye maombi, anza kuvunja magereza ukoo, bomoa, sambaratisha kwa jiwe kuu la pembeni. Na lengo langu kuleta masomo haya ni kukufundisha namna kutoka kwenye hayo magereza, na mbinu mojawapo ya kutoka kwenye hayo magereza ni kubomoa katika ulimwengu wa roho magereza hayo kwa jiwe kuu la pembeni. Na baada ya kuyapiga magereza kwa jiwe kuu la pembeni, wanapokukamata kuwa mfungwa wa kiroho, wanakuwekea pamba masikioni, wanakufunga macho usione. Kwa hata ukimuita njoo aji. Kwa unatakiwa unapovunja magereza na kuwatoa wale watu kule ulimwengu wa roho, cha kwanza unaondolea pamba masikioni. Cha pili unafungua macho yao rohoni. Cha tatu ndio unawatumia malaika kuwaita, kuwatoa, kuwarudisha kwenye nafsi zao. Maana huku ulimwengu wa mwili nakuwa ni mtu kabisa, yupo mtu mwili ambao anasumbua, hataki kutoa matumizi, hataki kufanya hivi, ni mkatili, ni mgomvi, ni mharibifu, lakini kwenye ulimwengu wa roho yuko kwenye gereza. God bless you. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wanadamu wanateswa sana, wachawi. Unakuta familia inateseka, kumbe mtu amewekwa kwenye gereza. Unakuta mtu alikuwa na ndoto za maisha zimevurugika, kumbe mtu amewekwa kwenye gereza. Usiku wa leo nazungumza na wewe, naomba unifuatilie. Hilo ni gereza la kwanza, lakini kuna magereza aina ya pili, ni magereza wachawi wenyewe. Mchawi akikosea anawekwa naye pia kwenye selo zao. Yesu anakuweka kwenye selo, naye pia anawekwa kwenye selo zao katika ulimwengu wa roho, akipewa adhabu. Kuna magereza ya kuzimu katika ulimwengu wa roho. Nifuatilie somo lijalo kwenye channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi, kwa kusubscribe channel hii na kulike na kuweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana usiku wa leo kunifuatilia. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Unanifuatilia kwa live, Mungu akubariki. Lakini unanifuatilia pia kwa video za kawaida, Mungu akubariki sana kwenye channel hii. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Tajifunza hapo hapa, weka comment yako hapo chini katika jina la Yesu hai. Amen.